Ugonjwa hatari wa Ebola umeibuka tena katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni mlipuko mpya na ni hatari mpya. Mlipuko huu mpya ulithibitishwa Mei nchini DRC na pia katika nchi jirani ya Uganda. Na kufikia mapema Juni kulikuwa na visa zaidi ya 380 huko Kongo na vifo 60. Uganda pia iliripoti visa 15 na kifo kimoja. Safari hii ni aina tofauti ya virusi. Ebola aina ya Bundibugyo ni aina hatari ya Ebola isiyo na chanjo. Lakini madaktari wa Kongo hawajakata tamaa. Wamekuwa mstari wa mbele tangu mwaka 1976. Daktari mashuhuri Jean-Jacques Muyembe bado anaongoza mapambano. Mlipuko wa sasa ulianza Ituri, eneo la mpaka baina ya DRC na Uganda, na wataalamu wanasema huwezi kutenganisha Ebola na historia chungu ya Kongo, historia ya maumivu, historia ya uporaji. Kongo iliteswa na ukoloni wa Ubelgiji. Lumumba, mwanasiasa aliyepinga uporaji wa madini ya Kongo, aliuawa katika njama iliyotekelezwa na shirika la kijasusi la Marekani CIA. Madola ya Magharibi yamehusishwa na mgogoro wa kisiasa unaendelea hivi sasa na pia vita ndani ya DRC. Vita vya kupora madini vimekuwa vikiendelea kwa miongo kadhaa sasa. Matokeo yake ni mfumo wa afya kusambaratika, magonjwa kuenea na kuyadhibiti sasa imekuwa ni kazi ngumu. Kongo inakadiriwa kuwa na utajiri mkubwa wenye thamani ya zaidi ya dola trilioni 24. Teknolojia ya dunia inategemea madini ya mashariki mwa Kongo, lakini zaidi ya 80% ya wananchi wanaishi chini ya dola 3 kwa siku. Ni kina nani wanaopora madini ya Kongo? Ni makampuni ya teknolojia, madola ya Magharibi, baadhi ya tawala za Ghuba ya Uajemi hasa Imarati, na pia utawala wa kizayuni wa Israeli. Uporaji huo unajiri wakati wa Kongo wanaendelea kuteseka, wanakufa kwa magonjwa yanayoweza kuzuilika. Mashariki mwa DRC bado ni uwanja mkubwa wa vita. Waasi hasa wa M23 na ADF wanaopata himaya ya kigeni wanaendelea kuhangaisha wananchi wa Kongo. Na ripoti zinaonyesha Rwanda inaunga mkono baadhi ya waasi na inashirikiana kwa karibu na Marekani katika maeneo yenye utajiri mkubwa wa madini ambayo sasa pia yanakumbwa na Ebola. Vita vinawasukuma watu kuhama, vinavunja huduma za afya, vinachochea kuenea kwa virusi maeneo yote. Hivyo Ebola sio tu janga la afya, ni janga la kisiasa na kiuchumi. Ni nembo ya taifa tajiri linalopora utajiri wake. Mkuu wa shirika la afya duniani Daktari Tedros Ghebreyesus anasema mapigano mashariki mwa DRC yanazuia juhudi za kupambana na Ebola. Kumekuwa na matukio ya vituo vya Ebola kuchomwa moto na wananchi wenye hasira DRC. Wananchi mashariki mwa DRC wanaamini Ebola ni sehemu ya njama ya kunyakua madini ya nchi yao. Pengine wana haki kuamini kuwepo njama kama hiyo. Mlipuko huu wa Ebola pia umeibua taharuki na hasira nchini Kenya. Kwa nini? Kwa sababu Marekani imetangaza mpango wa kujenga kituo maalum cha karantini kwa raia wake wanaotoka Kongo wanaoshukiwa kuwa na Ebola. Kituo hicho cha matibabu cha jeshi la Marekani kinajengwa karibu na kambi ya mafunzo ya jeshi la Uingereza iliyoko nchini Kenya. Chama cha madaktari Kenya kimepinga vikali ujenzi huo. Madaktari wa Kenya nao wameshangaa ni kwa nini waziri wa mambo ya nje wa Marekani anasema wagonjwa wa Ebola hawataruhusiwa kuingia Marekani, lakini wakati huo huo anasema hana tatizo wakiingia Kenya. Wanasema ni wazi kuwa Marekani inaitumia Kenya kama jaa la taka. Mahakama ya Kenya tayari imesitisha mpango huo kwa sasa. Waandamanaji wamejitokeza mitaani kupinga ujenzi wa kituo hicho cha Marekani, na swali lao ni moja: kwa nini kituo hiki cha karantini kijengwe Kenya na si Marekani? Wakati huo huo, wasiwasi unaongezeka kuhusu maabara za jeshi la Marekani kote Afrika. Wengi wanahoji hivi: je, maabara hizo zina uhusiano na milipuko ya mara kwa mara ya Ebola barani humo?